hela lazima. Hela Uislamu ni dini ya fedha. Mambo kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam alivaa viraka, huelewi. Ile ni qanaa na zuhudi. Nini? Sio umasikini. Sio? Angalia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatoa siri za kuondosha ufakiri. Ukitaka kujua kwamba yeye pia hapendezewi nao tukiwa nao sisi. Faankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum mbele in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wakiwa mafukara, kwa hichi kitendo hiki ni moja katika vitu vitakavyopelekea wawe matajiri. Katumia neno alghina, yughnihimullahu min fadlih. In yakunu fuqaraa Kwa hiyo Mungu hautaki ufakiri. Nimetulia hapo kidogo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja katika dua zake akiamka asubuhi, anamwambia Mwenyezi Mungu, naomba unilinde na nini na nini, minal qilla wal faqri. Ndio dua ya Mtume kila asubuhi. Alikuwa hataki udhalili, hataki ufukara, na akaomba mara kadhaa hataki tegemezi. Hataki kuwa tegemezi. Kisema usijalie haja yangu inamalizika kwa watu. Dua hizo tunazijua zote, na mengi kuonyesha kwamba Uislamu ni dini iliyokuja kutufundisha pia masala ya tuwe na uchumi. Kada alfaqru an yakuna kufra. Ufakiri unakurubiana kabisa na nini? Ufakiri ni karibu yake kabisa ukafiri. Unaweza kulishwa neno. Mmoja katika wanachuoni nani mkubwa, Ibnul Asakir anasema, man lam yaakul min quwwati fa'sihi la yantiqu min quwwati fikrihi. Asiyekula kwa nguvu ya kishoka chake, basi hawezi kutamka kwa nguvu ya fikra zake. Si inaeleweka? Kama huli kwa ulichokitafuta wewe mwenyewe, basi kadhalika utakachotamka sio cha nguvu yako. Uislamu na uchumi. Leo ma'al asafi shadid, Waislamu tumeweka mbele swadaka, kupokea sio kutoa, wakati Qur'ani yote inaelezea kutoa sadaka. Wewe unaeleza kupokea sadaka. Wa anfiqu imejaa katika Qur'ani, wa anfiqu, mpaka misemo ya kutoa mle imewekwa kibiashara. Wakati mwingine Mungu anazungumza mambo ya akida, lakini anataja biashara. Hal adullukum ala tijaratin ala, yani ile ni baraatul adhuhur. Mungu anatutajia biashara katika mambo ya kidini kuonyesha kwamba sisi tunatakiwa tufanye. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Biashara, nijulisheni biashara, uchumi huo. Wa man yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Nani atakayemkopesha Mwenyezi Mungu? Kukopesha nini? Biashara, ni uchumi. Lakini ma'al asafi shadid, nasikitika Uislamu wetu leo umekuwa yani mzito, kwa sababu tumejiweka kupewa. Tumemsikia Sheikh Mkoa ibn Abdullah kamtaja mtu kama anaitwa nani, Said Umar Umar nani ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz ndo mtu wa kwanza kuitwa Amirul Mu'minin. Kwa nini?
yeye wakati wa utawala wake alisimamia masala ya kutoa watu wote aliwatajia watu miradi, wafanye miradi, na alhamdulillah wakafanikiwa. Ikawa watu wote wanaweza kutoa zaka. Madina ile ikawa hakuna wakupewa isipokuwa Madina nzima ni watu wanaoweza kutoa, mpaka wakashauriana na Amirul Mu'minin wao, tufanyeje? Wakasema basi tuwape vijiji vya karibu zaka ya Madina, tuipeleke vijiji vya. Ikapelekwa vijiji vya karibu, ikajaa pia, ikawa vijiji vyote huko hakuna mtu ambaye anatakiwa kuchukua zaka, wote ni tufanyeje? Basi tutoe zaka kwa watakaopita karibu na miji yetu. Wakawa wanapewa wasafiri nao mpaka wakatajirika. Mwisho watu wakawa wanaambiana, msipite karibu na Madina, nyinyi mtapewa zaka. Someni vitabu vya tarikhi vinaeleza hivyo. Ni Muislamu. Yani bwana, msipite Dar es Salaam. Kama unataka kwenda Tanga, unatokea Zanzibar, pita nje kwa nje huko Bagamoyo huko, lakini ukipita Dar es Salaam tu unapewa hela. Sio nzuri ile. Lazima Muislamu ujue ilipojificha pesa yako. Nilisema kule. Sasa sikizeni vizuri mashehe wakata. Lazima ujue imejificha wapi pesa yako. Na sehemu nyingi imekaa 11. Lakini hapa nitataja 3 tu. Pesa yako imejificha kwa watu. Wewe pesa yako imejificha kwa watu. Yani huyo ulokaa naye hapo ana hela yako. Mtizame wa kulia huyo. Mtizame. Anayo hela yako huyo. Mtizame na huyo wa kushoto huyo. Anayo. Pesa imejificha kwa watu. Lakini unakujaje ukaichukua hiyo pesa? Kiutapeli? La. Maeneo haya muhudumie, muondoshee tatizo lake. Mchunguze huyo ana haja gani ya kuhudumiwa na wewe, muhudumie. Atakupa, muhudumie. Khidma. Tatizo analo, pesa imejificha kwenye tatizo la mtu. Ndio maana utaona leo biashara zote ni problem solver. Hospitali kwa ajili ya matatizo ya watu, usafiri kwa ajili ya matatizo umeelewa? Sasa wewe kuwa ni mwene kuwaondoshea watu matatizo. Watakupa pesa uwaombi. Na hapa ndio walipojificha matapeli. Matapeli wana create wao. Yani nilisema pale siku ile, yule ambaye kwamba anatakiwa yeye awe ndiyo mwenye kuwaondoshea wa matatizo watu, yeye ndio tatizo lenyewe. Na hiyo wameanzisha wazungu. Wazungu ndio wameanzisha hilo. Wameliona kwamba pesa imo katika matatizo ya watu. Kwa hiyo hawataki watu wasiwe na matatizo. Kila siku wana create new problem inakuja. Leo ukimwi wameutengeza wao wenyewe. Alafu hizo dawa zinavouzwa ndo vile. Leo corona wameitengeza wao wenyewe. Leo kichocho, yani kuna magonjwa kila siku. Ulikuja gonjwa hapa inaitwa dengu. Kuna ugonjwa wa ajabu una jina la gari, UTI. Dengu. Watu wanakwenda katika laboratory, wanasoma sana. Kisha sasa nikimtengeza kirusi huyu na muuza huyu, anawaumiza watu kama 2 watatu. Alafu yeye anakuambia mimi nayo dawa hiyo. Sasa nenda pale ukaumie. Ndio hapo anapotokea Mtume Muhammad. So, anasema inama bu'ithtu li utamima. Anajificha hapo mnaye Mtume. Kwamba ukiwa umekuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hutokuwa na tabia mbaya ya kuwaumiza wenzio kwa ilmu yako. Unaweza kuwa na ilmu kubwa. Sawa sawa. Hutowatisha watu kwa kile unachokijua na kuwaintia matatizo. Mashekh, sisi ndio wenye Uislamu wetu, na Uislamu umeletwa hapa kama alivyosema Mwenyezi Mungu. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil liyudhhirahu wa kafa billahi
mpaka Mungu anasema wakafa billahi shahida. Matatizo yako wapi? Lakini tatizo tulokuwa nalo, hatuwezi tukawa wenye kuupokea ule Uislamu kwa vitendo. Mimi nawaambia watu kila siku nilivyogundua sijalala na njaa hata siku moja. Ndio ukweli. Kwa miaka kadhaa mimi nimeanza, jamani, hapa kidogo sio mbaya nitasema. Sheikh Rama huyu imamu hapa huyu, simama bwana, na mimi natamani uwe shehe wa kata hii. Takbir. Mwenyekiti wa kata hii awe mwenyekiti wa wilaya au mwenyekiti, mshauri wa baraza la mashehe. Wewe ndo nakuchagulia huyu mtu hivyo. Huyu wakati anakuja Magomeni kusoma kwetu, mimi nalala ukumbini, lakini akaniona nikaingia chumbani. Mpaka wakati nakuja kutoa hutuba hapa, nilikuwa nakuja kwa miguu, nikaja na baiskeli, kisha nikaa nakuja nimepaki. Moja katika maswali niliuliza zamani, unafanyaje? Nikaambia kuwa utayaona. Wallahi nawaambia, kaa chini imam. Nakupenda sana Ramadhani Maneno, nakupenda Wabagamoyo mwenzangu. Sisi tuna hela nyingi sana, hizo pesa tunazo sisi, lakini hatujajua wapi zimejificha. Moja katika sehemu imejificha pesa, uaminifu. Hapo sasa ndo kwenye tatizo kubwa. Sehemu ilipojificha pesa kwenye uaminifu. Mtu anakuambia kabisa bwana, chochote nitafikisha, lakini pesa sijui. Halafu shehe huyo ustadhi hana uaminifu hata kidogo. Yani uaminifu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja katika sifa zake kabla ya utume ni nini? Uaminifu. Mpaka wale waliokuwa wakimpiga vita kwamba wewe sio mtume, lakini amana zao wakiziweka kwake. Jamani, sio mchezo. Hebu nendeni mkafikirie hilo jambo. Nani anakuamini kukupa hela bwana niekee? Nani? Shehe gani sasa usokana na hela za watu? Yaani pesa ukipeleka kwa shehe hiyo imekwisha. Shehe lazima, hii mihadhara ya Maulidi jamani, ndio alivyokuwa Mtume Muhammad. Shehe uwe unaaminiwa kuanzia humu mihirabu humu, sawa? Ukae hasa kwamba watu sasa pale tukipeleka pesa zetu ziko mikono salama, tukipeleka maneno yetu yako pahala salama. Pesa imejificha pale. Pesa imejificha kwenye ukweli. Kuwa mkweli. Ukweli kwenye kazi zako, ukweli katika kila kitu chako. Ukweli umegawanyika mafungu 6 mpaka unafikia daraja ya juu ya Sayyidina Abubakar As-Siddiq. Ukweli katika nia, ukweli katika azma, ukweli katika vitendo, ukweli katika maneno, ukweli katika nini? Tumebakisha 2 hapo, mashehe wenzangu. Ukweli kwenye nia, ukweli kwenye azma, ukweli kwenye maneno, ukweli kwenye matendo. Mawili na wachia nyie, hayo mawili mazito hayo. Ukikamilisha ndio unapata daraja ya Siddiq. Pesa nje, pesa nje. Ukweli pesa pia imejificha kwenye juhudi. Tukuone, walladhina jahadu fina, ndo uchumi uko hapo. Sisi bwana, katika watu wavivu sisi. Juhudi. Hata hizi ibada hizi, ukisikia mtu huyu wali, Mungu amempa uwali kwa sababu ya juhudi yake kwenye kumwabudu. Haangalii zile faradhi. Mwenyezi Mungu hakupi uwali kwa kuswali swala 5, hakupi uwali kwa kufunga Ramadhani, hakupi uwali kwa kutoa zaka, hakupi uwali kwa kwenda kuhiji. Upati uwali jamali, toa macho tu. Uwali unakuja
baada au kabla ya kuswali swala ya fardhi unapata nini? Unafanya nini? Kabla ya alfajiri rakaa 2, kabla ya dhuhuri rakaa 2 mpaka 4, baada ya dhuhuri rakaa 2 mpaka 4, kabla ya alasiri rakaa 2 mpaka 4, kabla ya magharibi rakaa 2, kabla ya isha rakaa 2 au 4. Usiku kabla ya kufanya vitu vyote usimame au ulale kidogo, uamke, uwe na tahajudi, uwe na witri. Sawa? Mungu asa huyo mpeni uwali huyo, kwa hadithi sahihi. Wenyewe wanakuambia kuna salatul awabin. Tunaijua salatul awabin. Baada ya swala ya magharibi kuna rakaa hizo zinaitwa wenyewe awabin, rakaa 6. Shehe, unakaa mwaka mzima huna ishraki, huna dhuha Shehe Ramadhani. Haya, umo ndo kwenye pesa umo mote umo. Sisi tuna jambo hilo tu, hatuwezi sisi. Mtume anasema inna Allaha fi ma alaihi alabdu, Mungu yupo katika lile lilojiwekea. Kwamba bwana mimi mwenye mtu akauzu tu, utakula kauzu mpaka wakauke baharini. Yale masala Sheikh Kidebe, mimi mwenye maamuma tu, utabaki maamuma siku zote. Inna Allaha fi ma alaihi alabdu, Mungu yupo katika lile lile uliokuwa nalo wewe, anakutizama wewe, majala yake anaanguka. Sheikh Madadi anakutizama Mungu, vipi jamaa, anataka biriani hataki. Mwenye bwana mimi nakula vitu vingi, nikipata tonge langu la ugali na bamia, utakula siku zote. Qul man harrama zinata Allah kulu min tayyibati ma razaqna, kulu min tayyibati, si amri ya Mungu. Kuleni vizuri katika tulivyopa riziki. Umeng'ang'ania tu mimi nikipata hindi la kuchemsha mwenye sina hata wasiwasi bwana. Ndio zuhudi yenyewe. Alikwambia Mtume anakula mahindi kila siku nani? Supu kanywa, mikate. Ndio Waislamu sie tule vizuri. Wala tansa nasibaka, usisahau hapa duniani uko hapa. Kwa hiyo mada ya leo nzuri sana. Imetupanga, imetukumbusha tuwe sisi wenyewe kwa tunajiweza na wengine watu watakuja. Shekhe, huwezi kuamini, mimi pale Kichangani, huo mfano wa mwisho, kisha silimu mtu. Baada ya kusilimu ndani ya mwezi mmoja tukaniandikia barua nimwachishe Uislamu. Unajua Shehe bwana, niachishe bwana. Yaani mimi sasa ndio nimkufurishe. Anajua kama vitu vimsilimisha ile ashhadu an la ilaha illa Allah. Alafu ambe sasa, nikamwambia hiyo hakuna, wewe mwenyewe kama umeona gari imekushinda ruka tu. Baada ya mwezi huu kuna vitu ni madhhar ya da'wa. Kuna da'watun haqiqiyya wa da'watun madhhariyya. Hiyo tutasema kesho pale. Unikumbushe Abdallah. Da'watun haqiqiyya wa da'watun madhhariyya. Shekhe, lazima uwe na da'wa ya dhahiri, uwavute watu. Shehe, unakuja kutoa muhadhara unapaki V8. Umeelewa vizuri? Simeelewa vizuri? Ndio maana Mwenyezi Mungu akamuumba yule mtume mzuri. Wa ahsanu minka lam tara qattu lam talidin nas khuliqta kaannaka. Kwa sababu angekuwa mtume monjo akija na kwenda watu wangemsikiliza. Lazima avutie. Unakuja Sheikh Kidebe namna hiyo. Si umeona mashekhe zetu wa kule Tanga? Akipiga kizibao kimenyoka kweli, miwani, hata ile fimbo kenda na mikogo namna hiyo. Wewe mwenyewe unaomba mimi nikiwa kama yule, ni dawa tayari. Lakini kuja dawa kilemba kijulikani, ukisa mimi mwenyewe darueshi, udarueshi wewe mpata wapi? Tumewaona hapa mashekhe akina Said Abdul Qadir Junaid, yaani unapenda kumtizama tu wakati wote. Ananukia viatu vyake, kofia yake. Ule ndio da'watun madhhar. Hakikia ni ukisimama unatoa aya nzuri, hadithi nzuri. Kwa hakika nishukuru kwa nafasi hii ambayo ametupa shekhe, lakini nisisitize sisi mashekhe tunatakiwa tukae vizuri kwenye uchumi.
dunia sasa, shekhe, we kuwa na mistari yako mingi ya aya, hadithi, mashairi, kama una kitu utapata shida, na mwishowe unaweza ukatumika. Una njaa, una kitu, mtu anakuambia shehe, shika hii, sema hili, na watu washatumika kwa sababu hawana kitu. Kwa hiyo mashekhe wenzangu, waalim, tutafute fedha. Heshima yetu sasa hivi pia pamoja na elimu na wanafunzi na kushikamana na watu, lakini mzigo pia utaleta heshima. Asalamu alaykum.